Mfanye Bwana ndiye kila kitu, naye atakuwa kila kitu kwenye maisha yako. Mfanye Mungu kuwa ndio kila kitu, naye atakuwa ndio kila kitu kwenye maisha yako. Lakini usipomfanya Mungu kuwa kila kitu, naye atakuwa si kitu kwenye maisha yako. Tusijisahau wapendwa, watu wa Mungu, duniani tunapita, tunao wajibu wa kufanya kila jambo ambalo Mungu angetaka tulifanye katika uhai wetu ama uzima wetu. Maana sisi hapa duniani tumepewa kuishi kwa muda, tumepewa kuishi kwa kitambo tu. Anayedumu milele, atakayedumu milele ni Mungu mwenyewe na neno lake. Mfanye Mungu kuwa kila kitu, naye atakuwa kila kitu kwenye maisha yako. Lakini usipomfanya Mungu kuwa kila kitu kwenye maisha yako, na yeye mwenyewe atakufanya si kitu. Umesikia? Kwa sababu maandiko yanasema kwamba apandacho mtu ndicho ambacho anatakiwa akivune. Kila ambacho umekipanda, kama ni kibaya, kama ni chema, lazima mwisho yote lazima ukivune. Kwa sababu hauwezi ukapanda mahindi ukavuna mpunga. Ukipanda mema, lazima utavuna mema tu. Hata kama ni kweli wale watu ambao unaweza ukawa unawatendea, wanaweza sione umana wa kila ambacho unakifanya, lakini hata kama hawataona, yupo Mungu ambaye anaona. Yupo Mungu ambaye anaona hata kama utakuwa mahali ambapo hapana watu wanaweza kukuona, lakini Mungu mwenyewe atakuona mahali popote pale. Mfanye Mungu kuwa kila kitu, naye atakuwa kila kitu kwenye maisha yako. Lakini utakapomfanya Mungu kuwa sio kila kitu, naye atakufanya sio kila kitu naye atakuwa si kitu kwenye maisha yako. Ishi vizuri kwa kuwa ni kwa ajili yako. Fanya mema kwa kuwa ni kwa ajili yako na kwa faida yako. Maandiko kwenye kitabu cha Mhubiri yanasema kwamba mkumbuke Muumba wako. Anasema siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika siku hizo ama sina furaha katika miaka hiyo. Anasema mkumbuke Muumba wako, na alivyosema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, hakuwa na maana kwamba anaongea na vijana peke yao, lakini alikuwa anaongea na moyo wa kila mtu na nafsi ya kila mtu ambaye yuko hai ama yuko mzima. Kwa kuwa kama tumepewa nafasi ya kuishi, kama tumepewa nafasi ya uzima, kama tumepewa nafasi ya uhai, sio tafsiri ama sio maana ya kwamba tutakuwa hivi milele na milele, ya kwamba siku zote tutakuwa hivi. Wapo wagonjwa, wapo waliokufa, wote walikuwa na mipango yao. Wale wote waliokufa, wale wote waliolazwa hospitalini, haina maana kwamba wao wanapenda kuwa pale, wanapenda kuwa na alizire na baya lolote ama jema lolote lilompata mtu aina yote. Iye ni indiketa ya kukuonyesha ya kwamba lile ambalo limempata yule linaweza likakupata hata wewe. Sasa narudi, anasema mkumbuke, anasema Muumba wako, anasema siku za ujana wako, anasema mkumbuke, anasema kabla hazijakaribia siku, anasema au miaka ambayo utasema sina furaha katika siku hizo, utasema sina furaha katika miaka hiyo. Anasema mkumbuke. Na kama anasema tumkumbuke Mungu, je, kwamba mabaya hayawezi yakatupata kwenye maisha yetu? Hayawezi yakatokea. Kwa nini ametuagiza jambo kama hilo? Kwa nini Mungu anatufundisha vitu kama hivyo? Anasema mkumbuke.
Kwa nini anasema? Kwa sababu wengi tuna kawaida ya kumwona Mungu ni wa muhimu pale ambapo tunakuwa kwenye changamoto, tunapokuwa kwenye matatizo, tunapokuwa tuko kwenye vichangamoto vya hapa na pale, vya ndoa, si vya hapa na pale, hapa na pale, ndo tunaanza kuona kwamba umuhimu wa Mungu upo. Lakini tunaanza kumwona Mungu anahitajika baada ya kuingia kwenye tatizo. Sasa yeye anasema kwamba mkumbuke. Ni siku gani hizo? Ni kwamba anavyosema kwamba siku ambazo utasema sina furaha, maana yake ni siku ambazo hakuna chochote ulicho nacho ambacho kitaweza kukusaidia isipokuwa huruma za Mungu mwenyewe. Hata kama unaweza ukaumwa ukapelekwa hospitalini na madaktari nao wanaweza wasiwe na majibu juu ya maisha yako, lakini huruma yako ama moyo wako wa wewe uliokuwa nao wa kuonekana katika njia njema, katika njia bora ya Mungu mwenyewe. Mkono wa Mungu ndio ambao utasimama pamoja na wewe kwenye maisha yako. Asema mkumbuke. Ukimkumbuka yeye, naye mwenyewe ndiye atakukumbuka. Lakini ukishamsahau yeye, naye mwenyewe atakusahau. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ni vyema tujue kwamba watu wa Mungu ni kwamba uhai tulionao, uzima tulionao, tumepewa kama zawadi kutoka kwa Mungu. Na kama tumepewa kama zawadi kutoka kwa Mungu, sio maana ya kwamba tumesairi sana ama tuna sifa zote ama tuna maisha mazuri mbele za Mungu. Hapana. Ukisema hivyo utakuwa unajidanganya mwenyewe. Mtume Yohana anasema kwamba tukisema ya kwamba hatuna dhambi, anasema kwamba twajidanganya wenyewe. Maana dhambi tunazo, ama tunazifanya ama umetoka kuzifanya muda mchache uliopita. Mfanye Mungu kuwa kila kitu na atakuwa kila kitu. Usipomfanya kwa Mungu kila kitu, na atakufanya si kitu. Usijisahau watu wa Mungu, tupo duniani. Kama tumepewa nafasi ya kuishi, nafasi ya uhai, ni vyema zaidi, ni vizuri zaidi tungejua ama tungetambua kwamba Mungu ametuacha hai kwa ajili ya nini. Lakini nachojua ni kwamba, nasemaga mara kadhaa kwamba Mungu ni mema, mambo mema ambayo mtu anayafanya, na shetani ni ubaya wowote, ubaya ambao unafanya na yoyote bila kujalisha ni nani. Huyo ndo shetani kamili. Ndio maana Yesu anasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa shetani, na shetani ama Ibilisi, maandiko yanasema kwamba yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Mungu anathibitika katika mema. Tunamjua kwamba ni Mungu kwa sababu ya mema mengi ama mazuri mengi ambayo anaweza akawa natutendea pale ambapo tunakuwa tuna sifa, lakini yeye mwenyewe anakuwa ameona vema atuhurumie tena. Tupo kwa ajili ya huruma ya Mungu mwenyewe. Tupo kwa sababu ya rehema za Mungu mwenyewe, si kwa matendo yetu wala kwa maisha yetu. Tunayo kila sababu ya kupatikana ama ya kuonekana katika wajibu wa neno la Mungu ambao Mungu alitaka tuonekane katika huo. Nyakati mbaya zipo, siku mbaya zipo, ila kazi ni kwako kwamba kipindi cha salama, kipindi cha utere wako unakitumiaje? Unaishi maisha aina gani? Unaishi maisha aina gani? Nimekuambia kwamba Mhubiri anasema kwamba mkumbuke, anasema Muumba wako, anasema siku za ujana wako.
siku za uzima wako, siku za utele wako, ukiwa vizuri, ukiwa na nguvu. Kwa kuwa ulivyo vizuri kama leo uko vizuri, sio maana ya kwamba utakuwa hivyo hivyo miaka yote. Watu wa Mungu, maisha tumepewa kwa ajili yetu na ni kwa ajili yetu, na yote ambayo tutayafanya ni kwa ajili ya maisha yetu. Fanya mema kwa kuwa ni kwa ajili yako. Kama siku zote usiringie kanisa na rosari ya kwamba wewe unasali kanisa zuri. Usiringie kanisa kwamba mimi nasali kanisa langu ndo la kiroho. Mtu wa Mungu, ni kwamba dini yako, kanisa lako halitasimama na wewe mbele za Mungu. Atakayewa hukumu walio hai na wafu, atakayewa hukumu wanadamu wote sawa na matendo yao. Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao, maana matendo yao yafuatana nao. Anasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Anasema kwamba wapate kupumzika baada ya tabu zao, maana matendo yao yafuatana nao. Hajasema kwamba heri wafu wafao wakiwa wanasali kanisa la aina fulani, ama wana kitu fulani ambacho yanakiamini kwamba kiko sawa. Anasema heri wafu wafao. Kanisa lako, dini yako ikusaidie kutenda matendo mema, kwa kuwa Mungu ni mema yote na Shetani ni mabaya ya aina yoyote. Maana yake kama unasema unasali, we ni malaya, nilivuta bangi, ni mwizi, unafanya vitu vingi vya ovyo, we nakwambia we ni wa Shetani. Wewe ni wa Shetani, kwa sababu Shetani ni mabaya yote ya aina yote ambayo yanatendwa na mtu yoyote yule. Ishi vizuri, kwa kuwa ni kwa ajili yako, kwa kuwa ni kwa ajili ya maisha yako. Ukifanya vibaya ni kwa hasara ya maisha yako. Haya, kazi njema. Amina. Mfanye Mungu ndio kila kitu, naye atakuwa kila kitu kwenye maisha yako. Lakini usipomfanya kuwa kila kitu, na atakufanya si kitu mbele zake. Ishi vizuri, kwa kuwa ni kwa ajili yako na kwa faida yako. Uwe na Mungu, sio Mungu ubishi wa kusema nasali dini iliyo safi. Uwe na Mungu wa kutenda matendo mema, kwa kuwa Shetani ni mabaya ya aina yoyote ambao anafanya na yoyote. Lakini usijidanganye unasema unasali afu ni malaya, ni mwizi. Huyo ni Shetani. Wewe ni Shetani kama mashetani wengine. Wewe ni Shetani kama mashetani walioua watu ile Oktoba 29. Shetani ni matendo mabaya na Mungu ni matendo mema. Tena matendo mema kwa kuwa ni kwa ajili yako na kwa faida ya maisha yako. Ukitenda mabaya ni kwa hasara yako mwenyewe.